Mesdames et messieurs, c'est Young Africans, c'est Pacome Zouzoua, c'est Clemente Mzize. Mheshimiwa Spika, leo ilikuwa siku kubwa. Nilisema ni tarehe 25 Jumatano, kulikuwa na shughuli kubwa, lakini kwa sababu shughuli bado inaendelea, nilisema bosi wangu atasema kesho matokeo, ila niseme tu ni Yanga tena. Mheshimiwa Spika, baada ya kauli hiyo ya utangulizi, niende moja kwa moja kwenye kukushukuru wewe mwenyewe kwa kuendesha vizuri sana kikao hiki, pamoja na naibu spika, pamoja na wenye viti wa bunge. Lakini pia ni washukuru na kuwapongeza kamati ya bunge ya bajeti inayoongozwa na ndugu yangu Orani Njeza, mwenyekiti wa kamati, mbunge wa jimbo la Mbeya Vijijini, pamoja na makamu mwenyekiti ndugu yangu Twaha Mpembenwe. Najua hapo alipo atakuwa na wakati mgumu kidogo, lakini niwapongeze kamati yote ya bunge ya bajeti. Mheshimiwa Spika, kama nilivyosema wakati nawasilisha, tumekuwa na kikao kizuri sana na kamati, lakini pia tumepata maoni mengi ya waheshimiwa wabunge kuanzia wakati wanajadili hotuba ya bajeti ya serikali. Na kama nilivyosema, Mheshimiwa Spika, nilisema tutakapokwenda kwenye finance bill tutayazingatia maoni yaliyotolewa na waheshimiwa wabunge. Mheshimiwa Spika, sitapita hoja baada ya nyingine, lakini nitataja tu baadhi ya hoja kubwa ambazo waheshimiwa wabunge walikuwa wamezisemea kwa sauti kubwa. Moja ya hoja ilikuwa ni ushuru tuliokuwa tunauweka kwenye makaa ya mawe. Tumezingatia maoni ya waheshimiwa wabunge na tumefanya marekebisho kwa kuondoa pendekezo hilo kama ambavyo nilisema pale awali. Mheshimiwa Spika, hivyo kwenye pendekezo tuliloleta kuhusu sheria ya Benki Kuu tumeweza kuzingatia maoni ya waheshimiwa wabunge. Mheshimiwa Spika, si hilo tu, tulileta pendekezo pia la kuongeza ushuru kwenye mawasiliano. Baada ya kikao na kamati na mapendekezo ya kamati pamoja na mapendekezo ya bunge zima, Mheshimiwa Spika, tumezingatia maoni ya waheshimiwa wabunge kwa kubakiza ushuru kwenye kiwango cha 17 na kuondoa pendekezo lile la kuongeza ushuru katika eneo hilo. Mheshimiwa Spika, pia tulikuwa tumeshusha ushuru wa samaki, uagizaji wa samaki kutoka dola 2.5 hadi shilingi za Kitanzania 1500. Baada ya kushauriana na kamati na maoni ya waheshimiwa wabunge, tumezingatia na kuleta pendekezo ambalo mtaliona kwenye jedwali na kushusha kwa asilimia kwa kiwango cha dola 1.25, ikiwa nusu ya kiwango kilichokuwepo, ili kuweza kuzingatia uwekezaji unaofanyika kwenye sekta hiyo, na wakati huo tukizingatia mahitaji kwenye upande wa viwanda.